Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix David Mangosongo kutoka kwenye maskani wa Menu Ujumbe Saa kutoka jijini Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 niko hapa kufanya marejeo ya michoro ya kinabii kuhusiana na nabii ambao mwamba ushuhudia alizitoa mwaka 2025 kabla uchaguzi mkuu katika nchi ya Tanzania. Na hapa naweza kufanya marejeo. Mungu mkuu Yesu alitoa nabii 6 zinazohusu nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kama tulianza kueleza kupitia mtandao wetu wa YouTube na mtandao wetu wa TikTok, tulieleza kwamba sasa tutaanza kupandisha zile nabii zote kwa sababu zote zimetimizwa katika mikuto ya kinabii kwamba nchi ya Tanzania imevuka salama katika ununuzi wa mashuhuri. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo kwa sababu ilikuwa tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 wakati nafanya marejeo ya unabii, sehemu ya unabii kutimizwa baada ya ule unabii uliotoka tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 kuhusiana na nchi ya Tanzania. Mungu alieleza kabisa kwamba katika taifa la Tanzania, Mungu alieleza wakati niko juu ya kilele cha mlima kwamba aliniambia mipaka ya nchi imarishwe, jeshi liimarishwe, na nilipotazama niliona mipaka ya nchi imarishwe. Na Mungu mashuhuri Yesu katika unabii alieleza kwamba kuna mpango wa siri katika nchi ya Tanzania utakuleta machafuko mabaya zaidi. Na wakati ule wakati ninatoa unabii ule, ilipofika tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2025, Mungu mkuu Yesu wakati nafanya marejeo kutokana na ile tukio la kuingiliwa kwa mifumo ya mawasiliano katika nchi ya Tanzania, nilikumbuka katika mwaka 2025 jambo lilitokea katika nchi ya Tanzania. Wewe nilifanya marejeo ya unabii kwamba kulikuwa na tishio la namna hiyo, na nikaeleza namna nchi ya Tanzania inaweza kuchukua hatua kwa maana kuweza kudhibiti mfumo mzima wa usalama katika nchi ya Tanzania. Wakati unabii ule natoa au nafanya marejeo yale, unabii ule nilitoa tena unabii kuhusiana na ultimatum kwamba Mungu alieleza kwamba kuna mpango wa siri kwamba kutokea na au tishio la ultimatum dhidi ya viongozi wa ngazi ya juu katika nchi ya Tanzania, na kama vile kuonekana viongozi wa ngazi ya juu kwa maana vyombo vya usalama. Wakati natoa unabii ule, kwa sababu Mungu alinionyesha katika mwali zile ya kinabii, kwa niko hapa kufanya marejeo kwamba tayari unabii ule umeanza kutimizwa. Nimeona moja kati ya maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi katika usalama wa Tanzania, nimeona kabisa kwamba tangazo limetoka nchini Marekani kwamba wamepiga marufuku maana kuingia katika nchi ya Marekani. Lakini nifanye marejeo tena katika nchi ya Tanzania na Watanzania wote na viongozi wa taifa hili na wakuu wa vyombo vya usalama. Niwaambia rejeeni nabii zote ambazo Mungu mashuhuri yetu alizitoa kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo na mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mangosongo. Mtagundua Mungu alitangulia kuyasema mambo haya na alieleza. Niwaambia kuna mpango wa siri katika nchi ya Tanzania. Kuna watu wako ndani ya nchi ya Tanzania na wengine wako nje ya nchi ya Tanzania, wanashirikiana na watu wa mataifa mengine kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi. Mpango wa kwanza ulikwisha fail, sasa wanakuja na mpango wao wa pili. Kwa hiyo nchi ya Tanzania mchukue tahadhari, viongozi katika nchi ya Tanzania chukue tahadhari, kwa sababu jambo hili bila shaka yote utarudia tena, kwa sababu kuna mkakati mwingine wa siri wameupanga sasa hivi. Na mmeona kupitia ile ripoti ya Jaji Chande, mmeona sasa wale walikuwa wametoa matamko makubwa wakati ule, mmeona sasa wanakuja tena na matamko kuipinga ile ripoti. Hawa wana mpango wa siri nyuma pazia. Kwa hiyo lazima serikali na wakuu wa vyombo vya usalama na Watanzania wote mjue kabisa kwamba mwamba mashuhuri Yesu alivusha nchi ya Tanzania na anazidi kueleza kwamba kuna mpango mwingine wa siri. Kwa hiyo tutachukua maelezo haya pamoja na unabii ule, tutaunganisha na matokeo ya unabii ili uweze kupata kujifunza kwamba mwamba mashuhuri Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi keuka, mwamba mashuhuri Yesu anarudi moja kwa siku. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova wakati tunaone katika Mungu. Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Mangosongo kutoka kwenye maskani wa Menu Ujumbe Saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea unabii uliotoka tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ambao Mungu alitoa unabii kuhusu nchi ya Tanzania. Kwa sababu ilionekana katika michoro ya kinabii kwamba mwamba mashuhuri Yesu alikuwa anazungumza juu ya mipaka ya nchi imarishwe, na katika ile ono katika mahesabu ya kinabii na ile sauti ambayo mwamba mashuhuri Yesu alipokuwa ameleta ilipokuwa juu ya kilele cha mlima, mojawapo wa maombi katika nchi ya Tanzania, na alisikia kutoka kwa Bwana katika michoro kinabii kwamba mipaka ya nchi imarishwe. Na baadaye nilipotazama niliona mipaka ya nchi ya Tanzania imeimarishwa, yani kwa maana jeshi la nchi ya Tanzania katika michoro. Wakati na unabii huu ulitoka katika lugha za kinabii, na mnaelewa nini kinaendelea katika nchi ya Tanzania kuelekea wakati huu tulionao, hasa kuelekea katika uchaguzi. Nini kinachoendelea sasa hivi? Kwa sababu ni kama vile kuna hali ya kuingiliwa kwa mfumo wa mawasiliano, na hiyo Mungu alipokuwa anazungumza habari ya mipaka tu sio katika kuzunguka katika ramani ya nchi ya Tanzania. Mipaka ni pamoja na masuala ya mifumo yote ya internet na mifumo yote ya mawasiliano ambayo inamilikiwa na serikali pamoja na mifumo ya majeshi ya nchi katika michoro ya kinabii. Kwa Mungu alileta tahadhari, kwa sababu kama nilivyokuwa nimeeleza katika ule unabii,
kwamba kulikuwa na tishio la watu kutoka kwenye mataifa ya nje, kana kwamba kuonekana kwake ni kama vile wanashirikiana na watu wa nchi ya Tanzania katika kutaka kuyaleta machafuko katika nchi ya Tanzania. Mwamba mashuhuri Yesu alinipa mahesabu haya, na mwamba mkuu Yesu katika unabii ule aliweka mazuio katika mchoro wa kinabii. Na ikumbukwe Mungu mashuhuri Yesu aliweka hayo mazuio, na mnajua nini kinachoendelea. Na katika ule unabii Bwana Mungu mashuhuri Yesu alitoa anwani maalum kwa ajili ya maonyo dhidi ya yale yaliokuwa yanaendelea katika nchi ya Tanzania. Mnajua kuna watu kutoka mataifa ya nje walikuja katika nchi ya Tanzania, na mnajua nini kinaendelea katika mitandao na katika vyombo vya habari. Lakini ikumbuke Bwana Mungu mashuhuri Yesu alitoa anwani maalum dhidi ya serikali na dhidi ya vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Wafanye uchunguzi wa kina, usifanye masiara, kwa sababu Mungu alionyesha katika michoro kwamba kuna dalili ya kutaka kuleta machafuko katika nchi ya Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi huu. Na hapa Mungu pia alitoa maonyo dhidi ya wahubiri wa Injili, kwa maana viongozi wa dini na wahubiri wa Injili wawe na tahadhari na kauli zao, kwa sababu Injili sio jukwaa la kisiasa. Injili ni jukwaa la mahubiri ya Injili, pamoja na Mungu kuizungumza mambo kabla hajatokea kwa ajili ya kusaidia nchi iweze kukaa sawa sawa. Lakini matamko ambayo yanatoka na mitazamo ambayo inatoka inaweza kuleta mtazamo tofauti katika michoro kinabii. Na ikumbuke watu warejee kwa mwamba mashuhuri Yesu, wapate maelekezo kutoka kwa Mungu mkuu Yesu. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuelezea jambo hili katika michoro ya kinabii. Lakini pia naelezea unabii mwingine ambao Mungu mashuhuri Yesu aliniambia. Kuna kitu kinaitwa ultimatum. Nilisikia kutoka kwa Bwana na niliona katika ono la kinabii. Niliona kama vile mataifa ya magharibi mwa dunia, kwa maana ya Ulaya ya magharibi, wanatoa ultimatum dhidi ya viongozi wa ngazi za juu katika nchi ya Tanzania, ama kuonekana kwake ilikuwa ni kama viongozi wa masuala ya usalama katika nchi ya Tanzania. Na hii ultimatum nyuma ya pazia kulikuwa na jambo ambalo haliko sawa. Ndio Bwana Mungu mashuhuri Yesu akaniambia nilifichua katika mchoro wa kinabii, na hii jambo ninalifuta katika ufunuo, ninalifuta katika lugha za kinabii, kwa sababu ni mpango wa siri, na wote mnajua nini kinaendelea. Baada ya mambo yaliyoendelea katika nchi ya Tanzania, mnajua nini kinachoendelea, na misukumo dhidi ya ushoga na usagaji ambao ni shinikizo ambalo linatoka katika Ulaya magharibi. Na ikumbukwe, na hapa natumia jukwaa hili pia kuwaonya viongozi wa bara Afrika wasiige wala wasifuate jambo hilo, kwa sababu kuelekea siku hizo mwisho Mungu anaenda kuachilia mapigo mazito sana duniani kutokana na uchafu ambao watu leo wameamua kuupitisha uchafu duniani. Bila shaka yote, na hapa naionya pia nchi ya Tanzania warejee katika michoro hiyo. Tukio lolote la kiuchaguzi linaloendelea, wowote wanaoingia na wanaotoka, lazima serikali ifanye uchunguzi, vyombo vya usalama vifanye uchunguzi, kwa sababu kuna ajenda ya siri iko nyuma ya pazia, na ni ajenda ambayo bila shaka yote imeanguka, kwa sababu Mungu amekwisha fichua katika michoro ya kinabii. Bwana wabariki, tubu dhambi, geuka. Mwamba mashuhuri Yesu anarudi mojawapo siku hizi, na Yesu Mungu mashuhuri ameachilia ujumbe wa kanisa. Bila shaka yote unaweza kufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry, utapata mahesabu, na tayari kuna jumbe 12 zilizoachiliwa katika michoro ya kinabii. Tubu dhambi, geuka. Mwamba mashuhuri Yesu anarudi. Amina. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, kutoka kwenye maskani ya mwenye ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Wanasema hivi, na alikuwa katika maombi kwenye mlima mmoja, katika mlima wa Mombi, na nilipokuwa kule juu wakati ninaomba mbele za Bwana Mungu mashuhuri, na alisikia sauti kutoka kwa Bwana iliyoingia ndani ya mwili wangu, ndani ya moyo wangu, ikaanza kusema. Sauti hiyo ikasema maneno yafuatayo: barabara zuri, jeshi liimarishwe, jeshi liimarishwe. Na nilipotazama nikaona mipaka ya nchi ya Tanzania, jeshi limeimarisha mipaka yote. Maelezo na kuangalia kwake naliona, nitazama, Mungu akaniambia katika michoro, akaniambia nchi hii inaenda kwenye uchaguzi mwaka 2025, lakini kuna mpango wa siri uliopenyezwa ndani ya nchi hii, na huo mpango unatoka kwa watu wa mataifa mengine au watu wa nje ambao wanakana kwamba kuonekana kwake ni kama wanataka kushirikiana na baadhi ya watu ndani ya nchi hii, kufanya nchi hii isistahimili amani yake katika michoro ya kinabii, na wakiwa na shabaha maalum, kwa sababu naliona kama jambo la wito au kama jambo la vikao vilivyokuwa vinafanyika vya siri katika kuleta machafuko na uharibifu na mapigano katika nchi ya Tanzania. Bwana Mungu mashuhuri Yesu kaniambia, toa unabii huu na utoe unabii wa mazuio. Bwana sema hivi, nimezuia mpango huo na umeanguka moja kwa moja. Na naliona natazama katika michoro, nikamuona Bwana katika michoro yake na lugha zake. Naliona natazama Mungu akitoa amri, na hapa natumia jukwaa hili na waonya watu wote watakaofuatilia video hii na unabii huu, na waonya wote wenye mikakati ya siri. Bwana sema hivi, ninatuma upanga
watakatika. Nchi hii inapasa ibaki salama, asema Mheshimiwa Yesu. Tunazo mambo na Bwana akaniambia katika mchoro nabii, akaniambia waambie watu usalama. Na hapa sizungumzie habari ya vyama vya siasa, nazungumza habari ya usalama wa nchi. Bwana Mheshimiwa Yesu akaniambia iambie vyombo vya usalama, uiambie serikali jambo hili wasilichukue juu juu, wafanye tafiti, watumie majasusi wa nchi, wachunguze kila hatua, kila wanaoingia na wanaotoka, kila mchakato wote, mchakato wote wa kichaguzi unaoendelea, uchunguzi ufanyike na wasifanye masiara. Bwana kaniambia fanya mahesabu haya kinabii, na hii ni michoro ya kinabii ambayo kwamba Mheshimiwa Yesu alitoa ramani hiyo. Na natoa maagizo haya na natoa maelekezo haya katika lugha ya ufunuo. Kazi ya nabii ni kuonyesha mambo kabla hayajatokea na njia ya namna ya kushughulikia. Na watu wa usalama ndio wana kazi ya kuingia kwa utafiti wa kina kwa njia za kijasusi. Hapa wananielewa vizuri sana. Na hapa ni hiki ninachoongea, serikali wana kitu mezani. Tayari wana doti. Tayari wana vitu fulani wanavyojua. Sasa leo natoa unabii. Kwanza ninadhibiti hao ambao wanataka kuleta mchafuko kwenye nchi ya Tanzania. Mambo Mheshimiwa Yesu anasema hivi, nimezuia, nimekataza, na wote watakaohusika, upanga mkali ukatao kuni utaomeza. Nimezuia nchi basi inasaidia kubaki salama. Onyo kwa wahubiri wa Injili. Onyo kwa viongozi wa kidini na madhehebu. Acheni matamko ya kuleta machafuko kwenye nchi. Injili ni jukwaa, sio la kisiasa. Waacheni wanasiasa wavutane kwa lugha zao. Sisi tusimame kwenye engo yetu kama wahubiri wa Injili. Matamko yoyote yanayoleta ghasia na mtazamo ambao haupendezi katika nchi, Mwana wa Yesu ametoa amri, nimezuia. Na hapa nawaonya viongozi wa kidini na madhehebu, wahubiri wa Injili, jambo hili limetoka kwa Bwana, na nimeuachilia upanga wakao kwili. Ukatao kwili na unawaka kwili. Nimeuachilia upanga unasimama hapo juu. Yoyote atakayekwenda kinyume na hicho, upanga utamla, asema Mheshimiwa Yesu. Nimezuia, asema Mheshimiwa Yesu. Leo tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025, kutoka kwenye maskani ya mwenye ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania, katika michoro hii. Na hamini nilikuwa katika michoro, na Mwana Yesu anakusanya mipango yao yote, anaifunga na pita kila mahali, anaweka na satisha kwa ndoa takataka zote, na hapo nafunga na hesabu ilikuwa. Na kitabu hiki nimekiandika na nimekifunga. Nafunga kwa kodi za kifalme. Hakuna kufungua. Hiyo hapo. Na wafunga kwenye mahesabu. Na wafunga kwenye kanuni zao za kila juu, na zitoa kwenye kanuni za kila juu, na ifunga kwenye anwani ya Yesu. Na hakika nagonga muhuri wa roho na muhuri wa maumbo katika nukta za mfalme Mheshimiwa Yesu. Na hakika mkuu, kitabu kimefungwa. Amen. Baraka. Nilokudokeza imepostiwa kama dakika 17-18 kupitia ubalozi kupitia kwenye page ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Inasema vikwazo kwa afisa wa jeshi la polisi Tanzania kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inamwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafwele chini ya kifungu cha 1731C kutokana na taarifa za kuaminika kwamba alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.